Wazazi, mnafahamu kwamba uhuru wa siku moja unaweza kuleta majonzi ya miaka yote katika familia au kasababisha madhara makubwa katika familia yenu. Hebu nisikilize kwa makini. Sherehe au sikukuu ya Idi haijawahi kuwa ya watoto au ya wakubwa. Ni vyema wazazi wakaelewa kuwa sherehe ya Idi ni kusherehekea kwa pamoja, si kumpa mtoto uhuru akaenda sehemu ambazo wewe mzazi hauzifahamu. Haujui atakuwa na nani, haujui atashirikiana na nani, au atashirikiana na nani na vipi atasherehekea sikukuu ya Idi. Hivyo unatakiwa kuwa makini sana katika uhuru unaompatia mwanao au kizazi chako katika siku hizi za kusherehekea sikukuu ya Idi. Ni kweli na ni hakika kwamba uhuru ambao tuliwapatia vijana wetu au watoto wetu au familia zetu kwa namna ambavyo walisherehekea Idi, basi Idi yenyewe ilipoteza mwelekeo, ilipoteza uhalisia na maadili yale ya Kiislamu. Ni vipi watu watasherehekea? Ni vipi watu watabaki kwenye mstari ambao wanaupenda Mwenyezi Mungu? Kwa sababu ya uhuru, mavazi yalibadilika kutoka kwenye muonekano wa Kiislamu kwenda kwenye muonekano wa kimagharibi. Tulitoka kwenye yale maadili ya kusherehekea sikukuu za Idi na familia zetu, tukaweka uhuru, kila mmoja asherehekee kivyake. Baba alikwenda kulia, mama alikwenda kusoto, na mtoto akapotelea pale ambapo alipopakusudia yeye. Tukavunja maadili ya kusherehekea Idi katika familia na tukaweka nafasi za uhuru, na ikawa sababu ya maadili yetu kuvunjika. Ikafikia wakati tunachanga sherehe zetu ambazo ni za Kiislamu na mambo ya haramu kabisa. Tukaweka mavazi ambayo hayastahili, tukaweka muziki katika sherehe zetu ambazo ni za Kiislamu, tukapotea. Hatukutazama au hatukuangalia muda wa kuwaruhusu watoto watoke nyumbani. Tuliwaacha watoke mchana na kurudi usiku bila kuwa na hofu yoyote, jambo ambalo lilipelekea hasara kubwa katika familia zetu. Hivyo Groupement Afemebu Asiatique Albiru wa Taqwa na Club As-Sabiqat, bila kusahau shirika la Afemebu kupitia kitengo chake cha Shangazi Nipe Nasaha, waliona ni vyema kurudia katika maadili. Ndio maana leo unawaona wazazi wakija na watoto zao siku hii ya Jumapili tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka 2025 kuja kusherehekea kwa pamoja sikukuu ya Idi ambayo ipo kwenye maadili mema, maadili ya Kiislamu, na kuwafunza vijana wetu au watoto zetu ni jinsi gani wanatakiwa kuwa wanasherehekea sikukuu za Idi. Ungana nasi Amigo TV pamoja na Al-Amnu TV uweze kutazama matukio mengi tofauti ambayo yatajiri siku hii ya leo hapa Safi Garden Musée Vivant. Mazuri wetu mama, tunakuombea ya kheri kwa kalima umetuletea. Mazuri wetu mama, tunakuombea ya kheri kwa kalima. Kasema tumwa wetu tupiganie dini, na wewe mama yetu ilo alithamini. Kasema tumwa wetu tupiganie dini, na wewe mama yetu ilo alithamini. Masomo umetujengea hajati habiba, watoto hujisomea dini kwa hakika. Masomo umetujengea hajati habiba, watoto hujisomea dini kwa hakika. Albirru wa taqwa, wema tukupongeza. Albirru wa taqwa, wema tukupongeza. Umetuletea mazuri wetu mama, tunakuombea ya kheri kwa kalima.
Bismillahirrahmanirrahim. Ndugu waheshimiwa, kiongozi wa mashangazi, na mashangazi wote ambao Allah amewajalia kufika katika nafasi kama hii leo, tunakutoleeni maamkizi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, tunamshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia kuweza kuifikia siku hii ya leo. Ni siku ambayo ya kuweza kusherehekea sikukuu ya Eid al-Adha. Tunashukuru kwa kweli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Enyi akina mama wapendwa, viongozi wa familia na jamii yetu, leo tunasimama katika siku tukufu ya Eid al-Adha, siku ambayo tunapaswa kuonyesha shukrani, upendo na kujitolea kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini inasikitisha kuona baadhi yetu, haswa mabinti zetu, wanapotoka katika maadili mema tunayowafundisha na kujiingiza katika upuuzi wakati wa sherehe kama hizi. Enyi akina mama, ni jukumu letu la msingi kuwalea watoto wetu katika maadili mema ya Kiislamu. Tumewafundisha tangu utotoni umuhimu wa hijabu. Enyi akina mama, ni jukumu letu la msingi kuwalea watoto wetu katika maadili mema ya Kiislamu. Tumewafundisha tangu utotoni umuhimu wa hijabu, adabu na kujiepusha na mambo yanayomchukiza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini inashangaza kuona baadhi yao wanapotoka na kukiuka yote tunayowafundisha mara tu wanapopata uhuru kidogo wakati wa sikukuu. Sikukuu zenyewe ni kama hizi za Eid. Watoto wanapopewa fursa tu au uhuru kidogo wa kuweza kutoka kwenda kusherehekea Eid, sasa watoto hapo wameanza kupata fursa ya kuanza kwenda kufanya ambayo siyowezekana. Mashaallah. Ninawauliza enyi akina mama, je, tumelea watoto wetu kwa ajili ya haya? Je, tumewafundisha kujivunia Uislamu wao na maadili yao, kisha tunawaacha wajiingize katika mambo machafu kwa kisingizio cha kusherehekea? Sababu akipata tu fursa hii ya kuweza kwenda kwenye Eid, mtoto sasa ameanza kufanya yale ambayo yasiyowezekana. Ndugu kina mama, je, tumewafundisha kujivunia Uislamu wao na maadili yao, kisha tunawaacha wajiingize katika mambo machafu kwa kisingizio cha kusherehekea? Inasikitisha kuona mabinti zetu wakivaa nguo zisizo na staha, wakichanganyika hovyo na wavulana wasio maharimu wao, wengine wakinywa pombe na kurudi nyumbani usiku wa manane. Hii si sehemu ya maadili. Hii si furaha inayopendeza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii ni kukaribia zina na kuvuka mipaka yote ya heshima na dini yetu. Enyi kina mama, tunawajibika kwa watoto wetu na tunapaswa kuwafuatilia
na kuhakikisha wanasherehekea Idi kwa njia inayolingana na mafundisho ya Uislamu. Kuacha huru kupita kiasi hadi kufika kuvunja maadili ni uzembe mkubwa, na tutaulizwa na Mwenyezi Mungu kwa hilo. Ninaomba kwa moyo wangu wote, simameni imara katika kuwakemea mabinti zetu. Usiogopi kusema ukweli na kuwakumbusha wajibu wao kwa Mwenyezi Mungu na kwa familia zao. Wekeni wazi mipaka. Waelezeni wazi ni mambo gani hayaruhusiwi na kwa nini. Waambieni kwa furaha na kweli haipatikani kwa kukiuka amri za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wafuatilieni kwa karibu. Jua wanakokwenda, wanafanya nini na wako na nani. Usiwache waende peke yao bila uangalizi. Ziwekeni nyumba zenu kuwa mahali salama na pa maadili. Tusiweki mazingira yanayowasahawishi kufanya maovu. Tuwe mfano bora kwao katika matendo na maneno yetu. Tuombeni kwa Mwenyezi Mungu. Tuombe hidayah kwa watoto wetu na tuwaombee ulinzi dhidi ya fitina na majaribu. Enyi akina mama, kumbukeni kuwa ninyi ni nguzo muhimu katika jamii yetu. Ikiwa imara katika maadili, watoto wetu nao watakuwa imara. Tusikubali shetani atuharibu furaha ya Idi kwa kuwaruhusu watoto wetu kukiuka mipaka ya dini yetu. Tusherehekee Idi al-Adha kwa furaha safi, furaha inayotokana na kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kufuata maadili mema. Tuwekeze nguvu zetu katika kuwaongoza watoto wetu kwenye njia iliyonyooka, ili waweze kuwa mabinti bora leo na mama bora wa kesho. Mwenyezi Mungu atujalie nguvu na uongozi katika jukumu hili kubwa. Amin, amin, amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Hutuba ya wabinti katika kusherehekea Eid al-Adha kwa maadili mema. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Enyi mabinti zangu wapendwa, wasichana wenye thamani katika jamii yetu, leo tumesimama katika kheri na baraka za siku kuu ya Eid al-Adha, siku ambayo tunakumbuka kujitolea kwa Nabii Ibrahim, amani iwe naye, na autii kwake kwa Mwenyezi Mungu. Ni siku ya furaha, siku ya kushukuru, ni siku ya kuimarisha uhusiano wetu na Muumba wetu na jamii yetu. Lakini katika kusherehekea kwetu ni muhimu sana tukumbuke msingi wa imani yetu na maadili mema ambayo Uislamu umetufundisha. Enyi binti zangu, uzuri wenu wa kweli haupimwi kwenye mavazi wala kwenye gharama au mapambo yenu. Uzuri wenu unatokana na imani yenu, tabia zenu njema na heshima mnayojipa ninyi kwa nyinyi pamoja. Katika siku hii tukufu, tunaposherehekea neema ya uhai na uwezo wa kutekeleza ibada ya kuchinja,
Tusiache shetani atupoteze kwa matendo yanayomchukiza Mwenyezi Mungu. Tusiache furaha yetu itufanye tusahau mipaka yetu kama mwanamke wa Kiislamu. Ninawaomba enyi mabinti zangu, ninawaombeni enyi mabinti zangu, mnisikilize yale ambayo ninawafahamisha kama shangazi yenu. Chagueni mavazi yenye stara, mavazi ya kupendeza, mavazi ambayo unavaa mama mtoto wa Kiislamu, mavazi ya heshima. Idi ni siku ya ibada na mavazi yenu yanapaswa kuonyesha hilo. Uepukeni nguo zinazoacha uwazi sehemu ya mwili wenu au zinazovutia kwa namna isiyofaa. Kumbukeni heshima yenu ndio urembo wenu wa kudumu. Epukeni kuchanganyika usiofaa kwa wanamume wasio maharimu tunaposhirikiana katika sherehe. Tuwe waangalifu na kuepuka mazingira yanayoweza kutupeleka kwenye fitna. Tumieni muda wenu kwa manufaa badala ya kujitia kwenye michezo na burudani zisizo na maana. Tushirikishe familia katika ibada. Tuwatembelee wagonjwa. Tuwafariji wenye huzuni na tuwasaidie wanaohitaji kwa kugawana nao nyama ya sadaka. Zingatieni adabu za Kiislamu. Tuwe na lugha nzuri, tuepuke kusengenya na tuheshimiane sisi kwa sisi. Tuwe mfano bora kwa maadili ya Kiislamu katika matendo na maneno yetu. Nafikiri binti zangu mnanisikiliza. Kumbukeni umuhimu wa ibada. Tusisahau kuswali, kuomba dua na kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema zote ametupa, na kusherekea leo Idi ni fursa ya kuongeza ukaribu wetu na yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enyi binti zangu, nyie ni tegemeo la jamii yetu ya kesho. Mwenendo wenu leo unaathiri mustakabali wetu. Chagueni kuwa wabinti wema, wenye maadili, wanaomcha Mwenyezi Mungu na kufuata sunna za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tusherekee Idil Adha kwa furaha inayompendeza Mwenyezi Mungu, furaha inayojenga jamii yetu, na ni furaha inayotuletea baraka katika maisha yetu. Jamani, nawatakieni nyote kwa jumla, mashangazi wa binti zangu, Idi Mubaraka. Mwenyezi Mungu atukubalie ibada zetu zote ambazo tumezifanya. Atukinge na shari na mashetani na maadui. Atujalie kila la khairi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi jama'ana jami'an bi khair wassalamati wal afiyah fi hadha yawmil azim. Thumma salatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala ahlihi wa ashabihi wa sallam. Enyi mama zangu wapendwa, nyinyi ni nuru ya familia zetu. Na enyi dada zangu, mabinti wenzangu, nyinyi ni matumaini ya jamii yetu. Leo ni siku kuu,
siku ya Eid al-Adha, siku ambayo tunasherehekea kwa kumkumbuka Nabii Ibrahim, amani iwe juu yake, na kujitolea kwake kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Katika furaha hii yetu, ninayo furaha kubwa kwa shukuru kwa dhati akina mama zetu na washangazi zetu wote wapendwa. Nani angefikiria fikra kama hii, fikra ya kuweza kusherehekea siku hii kubwa kwa namna inayompendeza Mola wetu, huku tukidumisha maadili yetu kama Waislamu. Tumekusanyika hapa leo tukiwa mabinti, tumeepukana na michanganyiko isiyofaa na wavulana. Hakuna makelele ya muziki inayopoteza heshima ya siku. Hakuna mavazi yanayogeuka staha yetu kama wanawake wa Kiislamu, na wala hakuna kilevi chochote kinachoweza kutuharibu akili yetu na maadili yetu. Hatukuona sababu ya kurudi nyumbani usiku wa manane kwa kisingizio tu cha kusherehekea. Enyi mama zangu, mmekuwa mfano bora kwetu. Mmetufundisha tangu utotoni umuhimu wa kila kitu kinachoweza kumkasirisha Mwenyezi Mungu. Leo tunaona matunda ya malezi yenu mema. Mmejenga ndani yetu fahari ya kuwa Waislamu na hamu ya kuishi kwa mujibu wa mafundisho yenu. Enyi mabinti wenzangu, hii ni fursa yetu ya kuonesha ulimwengu kuwa furaha ya kweli haipatikani katika kukiuka maadili. Furaha ya kweli inatokana na kumtii Mola wetu, kuheshimiana sisi kwa sisi, na kujenga jamii yetu yenye maadili mema. Tumechagua kusherehekea kwa heshima, kwa unyenyekevu, na kwa kumkumbuka Mwenyezi Mungu kwa neema zake. Tunapaswa kujivunia uamuzi wetu huu. Tumeweka mbele radhi za Mwenyezi Mungu kuliko matakwa ya nafsi zetu au shinikizo la mazingira. Tumeonyesha ukomavu na uelewa wa dini yetu. Hebu tuendelee kuwa pamoja katika jambo hili jema. Tuendelee kushikamana na maadili yetu. Tuendelee kuwa mabinti bora wa Kiislamu ili kesho tuwe mama bora watakaoilea jamii yetu katika njia iliyonyoka. Na muomba Mwenyezi Mungu atuzidishie hidayah, atujalie nguvu ya kusimama imara katika dini yetu, na atujalie mwisho uliokuwa mwema. Asanteni sana akina mama kwa fikra zenu njema na kwa kutuongoza katika njia hii. Asanteni sana mabinti wenzangu kwa ushirikiano wenu. Nawatakieni Eid Mubarak wa hadha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The spirit of Eid al-Adha. Eid al-Adha comes with light and grace, a smile on every kind and loving face. It's not just food or gift we share, but showing others how much we care. The story of sacrifice, brave and true, of Prophet Ibrahim and what we had to do. He showed his faith, strong and bright, trusting Allah, choosing what's right. We dress in new clothes, full of cheer, but many have none year after year. Let's not forget those who cry and pray, hoping for help on this blessed day. A meal, a hug, a kind word too, can bring so much peace and joy to you. Sharing meat, spreading love and light, that is what makes Eid truly right. So give with love from deep inside. Let no poor heart feel pain or hide. This day is not just for me or you, it's for Allah, the many and the few. Eid Mubarak to hearts that care. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. L'épopée sacrée d'Eid al-Adha. Le soleil se lève, éclatant et pur, sur le jour béni, promesse d'azur. L'Eid du sacrifice, mémoire vive et belle, d'un acte de foi, l'histoire nous révèle. Ibrahim, l'ami d'Allah, mis à l'épreuve, son fils Ismaïl, son unique sève.
L'ordre divin résonne, lourd de mystère, offrir son enfant à la volonté suprême et fière. La soumission parfaite, le cœur vibrant d'amour, un sacrifice ultime, défiant le contour de la nature humaine, attaché à la chair. Mais sa foi triomphe, dissipant la misère. Au moment crucial, le couteau levé, un miracle survient, le ciel a parlé. Un bélier s'offre, don de la clémence, le sang ne coule pas, l'amour est immense. Ainsi naquit l'Aïd, fête de la piété, où le musulman rappelle cette vérité, le sacrifice rituel, acte de dévotion, partager ses biens, noble ambition. La viande offerte aux pauvres, aux voisins, aux amis, un geste de bonté, les cœurs sont unis. La générosité fleurit, l'égoïsme s'efface, l'esprit de l'Aïd, une divine grâce. Les prières s'élèvent, sincères et ferventes, les amis se réunissent, les âmes contentes, les enfants joyeux, le rabbi de lumière, célébrant ensemble cette histoire millénaire. L'Aïd nous enseigne l'humilité profonde, la confiance en Allah, qui toujours nous inonde de sa miséricorde infinie et constante. Un chemin de droiture, une étoile brillante. Alors, en ce jour sacré, rempli de splendeur, le musulman célèbre avec joie et ferveur. Il se souvient du passé, honore le présent et vers l'avenir, son espoir est puissant. L'Eid al-Adha est bien plus qu'une tradition, c'est un lien spirituel, une communion. Célébrons-le avec le cœur, partage et respect. Dans la joie de la foi, le chemin est parfait. Twamshukuru Mola wetu Rahima kutufikisha siku yetu ya Idi kwa furaha na taadhima. La Idi twaisherekea kwa furaha na taadhima. La Idi twaisherekea kwa furaha tulio nayo wazazi wetu, kuisherekea la Idi sote kwa pamoja, siku sote furahani. La Idi twaisherekea, sherehe hii ipo chini ya sheria za Mola wetu na mtume wake. Sherehe hiyo iko chini ya sheria za Mola wetu na mtume wake. Katuhusia mtume wetu mtukufu wa daraja, kipenzi chetu kujisiri. Katuhusia mtume wetu mtukufu wa daraja, kipenzi chetu kujihifadhi, na kwa hakika tumependeza. Shukuru Mola wetu Rahima kutufikisha siku yetu ya Idi. Twamshukuru Mola wetu Rahima kutufikisha siku yetu ya Idi kwa furaha na taadhima. La Idi twasherekea kwa furaha na taadhima. La Idi twasherekea. Pongezi kwenu tumeandalizi kuiandaa sherehe hii. Pongezi kwenu tumeandalizi kuiandaa sherehe hii, kwa niaba ya msichana wa sasa kumpongeza mzazi wake. Kwa niaba ya msichana wa sasa kumpongeza mzazi wake. Twamshukuru Mola wetu Rahima kutufikisha siku yetu ya Idi. Twamshukuru Mola wetu Rahima kutufikisha siku yetu ya Idi kwa furaha na taadhima. La Idi twasherekea kwa furaha na taadhima. La Idi twasherekea.
yetu ya Idi, kwa furaha na taadhima, la Idi twaisherekea. Kwa furaha na taadhima, la Idi twaisherekea.